Mwili wa kijana aliyetambulika kwa jina la Hamisi Ramadhani mwenye umri wa miaka 18 ambaye ni dereva pikipiki maarufu kama bodaboda, mkazi wa kata ya Isevya, manispaa ya Tabora mkoani Tabora, umekutwa kando ya barabara kwenye mfereji wa maji katika kata ya Malolo, manispaa ya Tabora, huku pikipiki yake ikidaiwa kuporwa na waliohusika na mauaji hayo. Wakizungumzia tukio hilo, baadhi ya mashuhuda akiwemo Rame Kinyagenge, Osama Rashidi na Jacqueline Abraham wamesema kuwa wakiwa katika shughuli zao za kila siku waliokuta mwili huo kwenye mfereji wa maji ndipo walipoanza kuzitafuta mamlaka husika ikiwemo jeshi la polisi kwa ajili ya kuopoa mwili huo na uchunguzi uweze kufanyika. Wasikilize mashuhuda wa tukio hili wakizungumza. Nimetoka asubuhi na kwenda kupasulia maji hapo, yalikuwa mengi. Natoka hivi. Kuna mama mmoja kana natoka hivi anapandisha hivi. Yeye akaanza kuniita, "Baba, njoo. Kuna mtu hapa." Nenda kuangalia na mtu amelala kwenye msingi. Hapo sijahisi kitu chochote kwa sababu nimeona kuna gloves ziko pale. Sasa sijui kama ilikuwa ni kushani au nini, kwamba waenda walikuwa wamevaa gloves. Ina maana baada ya kumaliza tukio wakavua kaondoka, hapo ndio haijulikani sasa. Gloves zilikuwa hapo, ziko chini. Baada ya kusikia tukio hili tulisogea eneo husika, lakini tulichokiona ndicho kama hicho kilichotoka wakati tumesubiri polisi kuja kumtoa, kwa sababu alikuwa amelala chini ya maji. Kwa ule uso hatukuweza kutambua kabisa, kiasi ambacho sisi kama bodaboda tulifikiri kwamba inawezekana akawa ni ndugu yetu, rafiki yetu, mdogo wetu, lakini pia atakuwa mkubwa wetu. Lakini kwa muonekano mimi niliouona pale, dogo alivyotolewa pale na polisi, kiukweli nilichokiona, kwanza sijamtambua. Kwa pale nimeona vitu viwili. Kulikuwa na kamba ambayo iko kwenye kichwa chake, lakini pia kulikuwa na begi ambalo ni dogo lenye kamba vile. Kwa hiyo kiharaka siwezi kutambua kwamba alinyongwa aidha alipigwa. Sisi tumehamishwa na jirani kuja kuangalia mtu amekufa. Watu walikuja tunakuta kweli amekufa, amenemesha kichwa. Lakini bahati nzuri mimi sitakapiga simu polisi, tukampigia simu mwenyekiti, na baadhi ya watu wakawa naomba waje fanya nini kumgeuza, tukazuia kwa sababu kuna alama chini za kama kulikuwa na dalili ya mvutano. Tukaangalia ile alama, kulikuwa na gloves, viatu viko tofauti. Sasa tukajaribu kuzuia watu wasifanye wasikanyage zile alama zikapotea, polisi wakija pata ushahidi kamili, lakini dakika mwishoni ilishindikanika. Ila kwa watu wanavyosema ni kijana si wa ng'ambo. Sasa sisi hatumfahamu. Kwa kweli tuliogopa. Kwa mimi taarifa mkazo nilizozipokea, kijana wangu aliniambia kuna mtu kafa hapo nje getini kwangu. Kwa nikashtuka. Nikakimbia mbio. Kwa nilipofika hapa nikakuta sio eneo langu. Bodaboda alikuwa amechukua mteja, amekuja maeneo haya, amefika. Baada ya kufika hayo maeneo hapo, nafikiri abiria aliyokuwa amembeba alikuwa ni mhalifu. Kwa baada ya kufika hayo maeneo hapo, nafikiri akamniga. Baada ya kumniga ndo akawa amechukua pikipiki. Yeye bodaboda tunamfahamu. Ni bodaboda mwenzetu, maana tunamfahamu kwamba ni mtu ambaye tunafanya naye kazi na nyeje. Kwa maeneo haya hilo tukio si hajawahi kutokea. Kwa hiyo yani tumekuwa na hofu sana, kwa sababu ndio mara ya kwanza tunaona tukio la namna hiyo maeneo haya. Akizungumza kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Abwao amethibitisha tukio hilo, huku akisema mwili huo umekutwa hauna jeraha lolote na kwamba uchunguzi wa kisayansi kubaini chanzo cha kifo hicho unaendelea, pamoja na kuwasaka wahusika na wezi wa pikipiki hiyo walioiba pikipiki ya kijana Hamisi Ramadhani. Imeripotiwa taarifa ya kifo cha mashaka ambapo kijana mmoja aliyetambulika kwa majina ya Hamisi Ramadhani Juma, huyu ana umri wa miaka 18, Msukuma, Muislamu. Shughuli yake ni dereva wa bodaboda na mkazi wa maeneo ya Isevya. Mwili wake uligundulika kando ya barabara kwenye eneo moja lililoko katika mtaa wa Malolo, kata Malolo, katika manispaa ya Tabora, ambapo aligundulika akiwa amefariki na pikipiki yake bado haijapatikana, na mwili wake haukuwa na majeraha yoyote, isipokuwa alionekana kuwa amekunywa maji mengi
na eneo hilo ni eneo ambalo lilikuwa na maji mengi kufuatia mvua kubwa ambayo ilinyesha. Kwa hiyo kwa kuwa pikipiki yake haijapatikana, tunaendelea na uchunguzi, ambapo tunategemea kesho uchunguzi wa kisayansi utafanyika postmortem ili kuweza kubaini chanzo halisi cha kifo ni kitu gani. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.